Ingekuwa tatizo ni shida ni katiba ima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi matatizo haya yalipaswa kila rais anayekuja aguswe na huo upande. Yaani upande wenye tabia kutoa matamko na maekemeo. Ingekuwa shida ni katiba kama ambavyo inaonekana, basi ilitakiwa lazima upande huu akikaa Mkristo watoe matamko, akikaa Muislamu watoe matamko, akikaa hii watoe matamko. Lakini haiko hivyo. Si inaeleweka sawa sawa. Kwa katiba si shida. Hata haya yanayosemwa na Tundu Lissu leo, mfano kwamba hawezi anaruhusu watu, na mimi nimesikia speech kabisa akisema kwamba hawezi kukubali, ataruhusu watu wafanye uasi wapinge. Mimi nimesikia speech ile kwenye video kwamba hakubaliani, atashawishi watu wasikubali, wasichague, wasichaguliwe. Liko swali la kujiuliza. Katiba imekuwa mbaya kwa sababu inamfanya asiende kuwa rais kwa uchaguzi wa mwaka 2025, au katiba imekuwa mbaya wakati gani? Kwa sababu katiba hii ndio imempeleka bungeni akiwa kiongozi, na yeye akiwa makamu mwenyekiti, yeye akiwa kiongozi ndani ya bunge, wakati mwenyekiti kiongozi wa kambi rasmi bungeni akiwepo, na yeye alikuwa kiongozi katika kambi ya upinzani. Katiba hii ndio ilimfanya awe kambi rasmi ya upinzani bungeni. Katiba hii haijabadilishwa. Mbona aliitumia kwenye ubunge na akakubali kuwa kiongozi bungeni, akala posho zetu wa Tanzania, akatembelea gari yetu, na ilikaa polisi alipokuja akapewa gari yake, na ni mshahara wetu, ni maisha yetu. Huyu Lissu leo anaionaje hii iliyomfanya mwaka 1995 waliweka mgombea urais kwa katiba hii, mwaka 2000 waliweka mgombea wa rais kwa katiba hii, mwaka 2005 waliweka mgombea urais kwa hii, mwaka 2010 waliweka mgombea urais kwa hii, 2020 Lissu mwenyewe kachukua fomu kagombea kwa hii. Tena wakati ule anakuja kugombea huku yuko na kibali cha mamlaka za Umoja wa Mataifa. Leo kimebadilika nini? Anawaambia watu wasifanye uchaguzi ambao uko